من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Kwanza kabisa nitumie fursa hii kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametumiminia neema nyingi ambazo hatuna uwezo wa kuzilipa. Wingi wa shukurani kwa Mwenyezi Mungu ni kuacha mema na kufanya mabaya, na uchache wa shukurani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kusema alhamdulillahi rabbil alamin. Basi sote tuseme alhamdulillahi rabbil alamin. Ndugu zangu katika imani, nitumie fursa hii kuzitaka ziada za rehma na amani zimiminikie kwa wingi kabisa kiongozi wa umma, kipenzi cha watu, mbora wa viumbe, kiongozi wa mitume na manabii, naye si mwingine ni kipenzi chetu, mtume wetu, mwalimu wetu, shekhe wetu, ustadhi wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nitumie pia fursa hii kuwashukuru taasisi ya Abu Jadawi Islamic Dua Center. Amesema Mtume sallallahu alaihi wasallama, basi asiye washukuru watu hawezi kumshukuru Mwenyezi Mungu. Rais wa taasisi ya Abu Jadawi Islamic Dua Center Al-Habibi Sheikh Abu Jadawi na timu yake kwa kunipa mwaliko wa kutembelea katika mkoa wa Mwanza na kunidaka juu kwa juu kwa kuharibu ratiba ambayo tuliipanga tuifanye Dar es Salaam, lakini yeye kwa kutumia nguvu kubwa ya kiongozi rafiki yangu kipenzi changu Sheikh Zubeiki kutoka kule katika mji wa Nampula nchini Mozambiki ama Msumbiji, akaweza kubadili programu yetu, badala ya jambo kulianza Dar es Salaam tuje tulianze Mwanza. Na jambo hili ni jambo la uzinduzi wa dawa ya Feti Sepreto, dawa inayotibu maradhi mengi zaidi, iliyofanyiwa utafiti kwa zaidi ya miaka 12 na Baraza la Utafiti la Magonjwa na Mimea Tiba Bara la Afrika. Nami kwa mapenzi makubwa na hamasa yangu kwa watu wa Mwanza, sikuona tabu kuja katika mji wa Mwanza kushiriki nanyi. Ziara mbili zilizotangulia kabla hii ya kuitwa na taasisi ya Abu Jadawi, ya kwanza ni ile niliyokuja na mchungaji aliyesilimu, mchungaji Kesi Rauben Lupindo. Kwa mara ya kwanza tuliokuja kufanya uzinduzi wa mafuta ya natural spiritual oil, mafuta ambayo
yalifanya maajabu makubwa katika mji wa Mwanza. Wale wanaokumbuka stori ya miaka 5-6 iliyopita hawawezi kusita kukubali haya ni yasemayo. Lakini baadaye nilikuja kumsindikiza Sheikh Sharif Mikidadi Robert Matongo alipokuja kuzindua Mau Mubarak. Niliombwa kwa nafasi yangu nimsindikize, na walillah alhamdu tulifanikisha kongamano kubwa sana katika viwanja vya Furahisha. Kwangu binafsi makongamano haya makubwa mawili yalikuwa makubwa sana kuliko makongamano yoyote niliyowahi kufanya katika mkoa wa Mwanza. Lakini mara zote hizo nilizokuja katika mji wa Mwanza, mara hii nakuja na kitu cha tofauti zaidi. Mimi binafsi ni mwanachama wa chama ama baraza la utafiti wa magonjwa na mimea tiba barani Afrika. Na kutokea Tanzania mimi nakuwa mkurugenzi wa mambo ya nje. Yaani mimi ndiye ninayewakilisha Tanzania katika baraza la utafiti la mimea tiba na maradhi barani Afrika. Mimi ndio mkurugenzi wa mambo ya nje. Yaani nawaunganisha watafiti wa tiba bara la Afrika na nchi yetu ya Tanzania kupitia chama kimoja kinaitwa Tramepro. Tramepro ni chama cha uhifadhi ama taasisi ya uhifadhi wa mazingira na utafiti wa mimea tiba nchini Tanzania. Ni moja kati ya taasisi zilizosajiliwa hapa Tanzania na inafanya kazi kubwa sana. Ndugu zangu, ninaposema nimekuja na kitu cha tofauti namaanisha kwa sababu mbili. Sababu ya kwanza, dawa hii ya Fetise Preto Tanzania ndiyo itakuwa mara ya kwanza. Haijawahi kupatikana popote. Sababu ya pili, dawa hii imeshafanya kazi vizuri zaidi katika nchi nyingi zinazotuzunguka Afrika. Zinazozunguka Tanzania. Imefanya makubwa sana. Muda huu hautatosha kuyaeleza yote yaliyo katika Fetise Preto. Ni neno la Kireno hilo linalowakilisha dawa maalum yenye uwezo wa kupambana na magonjwa ya kichawi na magonjwa ya kijini na athari za kichawi na majini na kuadhibu majini wenyewe. Lakini kana kwamba haitoshi, dawa hii pia inatibu magonjwa ya kibiolojia. Wale ambao wanapata fursa ya kusikiliza katika Dira FM au wanapata fursa ya kusikiliza Ikra FM watakubaliana na mimi, tumejitahidi kuanza kuichambua kwa kina tiba hii ya Fetise Preto. Baada ya sisi na taasisi ya Sheikh Zubeki kutoka nchini Mozambiki kukubaliana tuje tufanye uzinduzi Mwanza badala ya Dar es Salaam, Sheikh Abu Jadawi kwa mapenzi makubwa ya watu wa Mwanza na maunganisho ya mawazo ya pamoja ya makundi yetu mawili, akaamua kuongezea kitu kutokana na taarifa aliyoipata kutoka katika dawa hii na maajabu yake. Akasema msukumo bora wa dawa hii katika kumaliza matatizo ya binadamu, mimi naona niongezee na kombe la shaba. Akashauri kuongeza kombe la shaba ili kuipa msukumo zaidi dawa hii katika kunawirisha
viungo vya mwanadamu, maisha ya mwanadamu, biashara za mwanadamu, ndoa ya mwanadamu, mahusiano, kazi, uchumi, undugu, maisha ya kawaida, furaha kwa waliokosa furaha. Akasema dawa hii mahala pake ni kuongeza kombe la shaba. Tukamuuliza sisi, kombe la shaba ndiyo nini? Akasema kombe la shaba ni kombe linalotengenezwa kutoka katika vyombo 12 vilivyotengenezwa kwa madini ya shaba, ambazo kombe hizi kwa pamoja huyeyushwa na kuwekwa katika chupa baada ya kuandikwa na kufanyiwa visomo vya aina mbalimbali. Na kombe hili kazi yake huwa ni kutengeneza nuru katika maisha ya mwanadamu. Na sisi tukasema hili jambo linakwenda sawa na mahitaji ya Fetise Preto. Liandikwe kombe, lisomewe kombe, liandaliwe kombe, watu wapewe. Dawa hii ya Fetise Preto gharama yake nchi yoyote ukitoa Tanzania, ambayo itakuja kwa mara ya kwanza, huwa inauzwa kwa dola 25,000, kwa dola 25. Dawa hii huwa inauzwa dola 25 chupa moja. Dola 25 pesa ya Tanzania ni kama 60,000. Si naeleweka vizuri? Chupa moja hii dawa ni 60,000 kwa pesa ya Tanzania. Lakini kwa sababu taasisi ya Abu Jadawi inafanya kazi na watu wenye aina mbalimbali za uchumi, wale wenye uchumi wa chini na wale wenye kipato cha kati na wale wenye uwezo mkubwa, lakini tafiti inaonesha watu wenye maisha ya chini ndio wana matatizo zaidi. Ndugu yangu, nataka nikwambie ukweli, uchawi unampata rahisi sana mtu asiye na kitu. Jini anamkamata kirahisi sana mtu pangu pakavu tia mchuzi. Tajiri, magonjwa ya kichawi kwake ni kama sinema tu, kwa sababu kila kitu anacho. Hakuna litakalo msibu atashindwa kulitatua, kwa sababu uchumi upo. Hata kitaka waganga 10 kwa wakati mmoja washinde kwake, miezi 2 wanamfanyia visomo, wanamfanyia dua, wanamtoa madude ya ajabu ajabu, anaweza, kwa sababu pesa ya kuwalipa waganga hao anayo, pesa ya kuwalipa mashehe hao anayo, pesa ya kuwalipa matabibu hao anayo. Mimi na wewe tulio na maisha magumu, tunayoitafuta 200 kwa shida, sisi ndio tupo kwenye tatizo kubwa. Kwa sababu hata ukipata ugonjwa unaotaji 100,000 unaanza kufikiria kifo, kwa sababu uwezo wako wa kupata 100,000 ni mdogo. Tena ukiambiwa 100,000 unaanza kukunja sura, unaanza kukata na tamaa. Kula yangu ya shida 100,000 nitaitoa wapi? Mimi si mshakuwa mtu wa kufa mie. Unaanza kupata mashaka, huzuni inajaa moyoni, kinga za mwili zinashuka, maradhi yanakutafuna. Matokeo yake unailielekea kaburi kwa sababu ya shida za kiuchumi. Uwezo wetu mdogo. Ukiwa umejiwekea sana confidence, ile kujiamini, mbele ya mganga wako, tabibu wako, shekhe wako, utambia niko tayari, lakini nipunguzie kutoka 100,000 ije 70,000, alafu niruhusu angalau nikipata naleta, nikipata naleta, manake wewe huna uhakika utaleta nini, kwa sababu uchumi wako ni mdogo. Kwa kuwa na uchumi mdogo, maradhi yanayogharimu dawa ya 100,000 yanaweza kukuondoa duniani kwa uwezo mdogo wa kiuchumi. Tukasema familia hizi maskini ndio familia kwanza zenye maisha mapana, kwa maana ndio extended family. Extended family nyingi ni za masikini.
Watu ambao nyumba moja mnakaa babu, mjomba, shangazi, baba mkubwa, mtoto wa mama mdogo aliyefukuzwa kazi naye kaja hapo hapo, watoto wa kijijini wanaotaka kuja kutafuta kuburuza mikokoteni wako nyumba hiyo hiyo, wale wanaofanya kazi ya kuuza visheti na vitumbua barabarani nao mnao. Yani mna kundi kubwa la watu kwenye nyumba. Nyumba yenyewe na vyumba viwili, mkitoka utafikiri meli imeshusha abiria kutoka Ukerewe. Sambona mnacheka? Ndio extended family zilivyo. Ndio maisha yetu sisi tunavyoishi. Familia ambayo ikisongwa jungu la ugali la kilo 5, kuna wengine wanatoka wameambulia kilo 2, taunge 2. Tena ukipakuliwa uwepo, yani wa ugali ukipakuliwa na we uwepo. Ukijitia ufundi kwenda dukani, ukirudi huna chako, utatafuta pakula. Extended family. Sasa hawa ndio kundi kubwa katika nchi yetu. Hawana uwezo wa kumiliki mali, hawana uwezo wa kumiliki gharama za matibabu, hawana uwezo wa kumiliki gharama za chakula, hawana uwezo wa kumiliki gharama za kukodi nyumba, hawana uwezo wa kumiliki gharama za kupatia mavazi. Hawa ndio watu ambao wanahitaji msaada mkubwa. Nataka nikwambieni siri. Ndio maana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia rais huyu na aliyepita wakapanga utaratibu wa bima ya afya. Yani kitoto kikatiwe 50,400 mwaka mzima kipate matibabu. Kwa sababu hizi ndio familia zinaumwa sana. Hizi ndio familia zipati neti hizi. Hizi ndio familia zinakaa nje ya neti masaa 8 5, mbu wanawangata, malaria kila baada ya wiki 2. Ukilipa 40,000 mara 10 tu 400,000. Huyu mtoto utamuua. Serikali kasema tutengeneze shirika la bima ya afya la serikali. Hao watoto angalau 50,400 iwatosheleza kupate matibabu. Yani ukikata 50,400 mwaka mzima kitoto chako kinatibiwa na serikali au hospitali yoyote bure. Lengo ni kuisaidia familia maskini. Lakini bima ya mtu mzima sio hiyo. Bima ya mtu mzima ni kuanzia 400,000, 500,000 huko. Tena bima hiyo ya kila mwezi unalipa 400,000, 500,000, na hospitali pia unapangiwa daraja. Kuanzia hapa kuja hapa ndo hii ada yako ya 500,000 kwa mwezi ndio unaruhusiwa. Ukifika hapa lazima ada iongezeke. Kuna watu wana bima mpaka za 600,000, 700,000 kwa mwezi. Hao sasa wanaweza kutibiwa hata nje ya nchi. Maana yake nini? Extended family, familia hizi tunazoishi za kina pangu pakavu tia mchuzi, ndio familia zina maisha magumu, zinahitaji msaada. Kutokana na sababu hiyo tukakubaliana kutoka kwenye $25 chupa moja ya dawa tuifanye mpaka 15,000 ya Tanzania. Tulivutana kidogo katika hili. Mimi nilikuwa mbishi, niwe tu mkweli. Na nilikuwa mbishi kwa sababu ya umuhimu wa dawa, mahali tunapoitoa na usafiri tutakaotumia kutoka katika jimbo la kaskazini nchini Mozambiki, katika wilaya ya Zambezian mpaka inafika hapa, umbali wake ni kilomita 4,500. Yani kutoka pale dawa ilipo mpaka hapa umbali wake ni sawa kutoka Nairobi mpaka Johannesburg, South Africa. Bahati mbaya hakuna usafiri wa ndege. Yani hilo eneo lazima msafirishe mzigo kwa malori. Utoke hapo uende mpaka Nampula, Nampula ije mpaka boda ya Tanzania. Ikija boda ya Tanzania inavushwa pale, inakuja mpaka Masasi. Masasi pale inapandishwa tena mzigo mpaka Dar es Salaam. Dar es Salaam inapanda tishwa tena na lori mpaka Mwanza. Usafiri peke yake tuliotumia zaidi ya milioni 4. Mzigo huu kuleta tu Tanzania. Mzigo usafiri tu tumetumia zaidi ya milioni 4. Lakini tulikubali fikra za rais wa taasisi ya Abu Jadawi Islamic Dua Center
kwa sababu ya watu wanaoishi nao ni watu wanaohitaji msaada, na sisi tukasema kwa kuwa tutapata malipo mbele ya Mola wetu juu ya Fetise Preto, tutakubaliana 15,000 kwa chupa moja. Na tukataka kujua basi kombe angalau liongezewe 15,000, tufanye vyote viwili kwa 20,000. Abu Jadawi pia akakoma, sema hapana, kombe nitaandika mimi, vifaa vya kombe nitatafuta mimi, sahani za shaba nimenunua mimi, kwa sababu kanuni yake kombe la kuandika katika hizo sahani za shaba, sharti lake hiyo sahani lazima iwe haijawahi kutumika kabisa, kwa sababu huwezi kutumia chombo cha kutengenezea mvuto na nuru katika chombo kilichotumika kwa namna yoyote. Lazima kiwe chombo kipya, hakijaguswa. Na mimi nimeshuhudia tukienda kufuatilia swala hili Dar es Salaam, vikapatikana vyombo hivi na vikaletwa, na mimi nimeshuhudia kazi ya uandishi ukiendelea katika vile vyombo, na muda sio mrefu kuanzia kesho ndio package ya kombe hili itaanza kutengenezwa. Ama dawa iko Dar es Salaam, tunatarajia siku ya Jumanne au Jumatano ndio itaingia hapa tayari kwa ajili ya uzinduzi Jumamosi na Jumapili, tuseme inshallah. Kwa hiyo wewe ndugu yangu ambaye unakwenda kupewa zawadi hii, fikiria vizuri. Usinunue chupa moja, usinunue chupa 2, usinunue chupa 3. Nunua kadiri uwezavyo. Unaweza 5, unaweza 6, unaweza 2, unaweza 1. Nunua, weka ndani. Kwanza haliharibiki kwa miaka 5 mfululizo. Yani unaweza kuliweka ndani miaka 5 na bado linaendelea kuwa salama. Ndugu zangu, nimejaribu kueleza kwa ufupi sana kwa nini tunawaletea Fetise Preto. Kwa nini kombe la shaba? Ndiyo nataka niguse kipande cha dua ya Ifriti minal Jinni.